sio nani? Sio mwaminio. Mwaminio hawezi kukuomba rushwa, hawezi kukunyanyapaa, wala hawezi kukubagua. Atakupokea wakati ambako hali yako ilivyo na kwa mujibu wa kanuni zilizojiwekea, kwa tabia aliyokuwa njema na kwa maadili yaliyokuwa mazuri. Sasa Najashi alikuwa ni Mkristo, lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaamrisha masahaba zake kwamba nendeni kule, kuna mfalme mwadilifu, la yudhlamu indahu ahadun, hakuna anayedhulumiwa mbele yake yoyote. Kundi hili la masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam likiongozwa na Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, lakini likiwa na wanawake wanne. Miongoni mwa wanawake hao alikuwemo binti mtoto wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Ruqayya. Wakawa wameondoka, wakapanda zao jahazi, wakaondoka kimya kimya, fi muntasafi al-layl, usiku. Makureshi walivyojua kwamba kuna kundi limeondoka bila kuwa na taarifa, wakawa wamefuatilia zile nyaya. Mwisho wa siku zile nyaya wakazikuta zimeelekea baharini, mpaka katika fukwe ya bahari, lakini baadaye hawakuwakuta wale masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakakuta wameshaondoka zao. Sasa masahaba walipoenda kule wakafanikiwa kufika katika ardhi ya Habsha. Kwa mara ya kwanza Uislamu unaingia katika bara la Afrika. Ilikuwa ni wakati huu ambapo masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walihama kutoka Makka kuja Afrika katika nchi ya Ethiopia, zamani ilitambulika kama Habesh. Walipofika hapa katika nchi ya Habesh, wale Makureshi hawakuchoka, vitendo vya makafiri hawakuchoka, wakaamua kufuatilia. Wakatuma watu kwenda kuonana na mfalme na kumpa habari kwamba kuna kundi la watu wao limetoroka kule, limekimbia, limeingia katika nchi yake, na kumtaka lazima awarudishe kule. Kama leo ukisafiri wewe, ile hijra ghairu sharia, hijra ambayo sio ya kisheria. Maana kuna hijra ya kisheria, mfano mtu anatoka Kongo au Burundi kuingia hapa, lazima awe na pasipoti, ajulikane hapa anakuja kukaa kwa muda gani, visa yake itaishia lini, na shughuli atakazofanya hapa ni nini. Je, amekuja kimatibabu au kimasomo au kibiashara? Lazima ajulikane. Na ikitokea umekuja bila kujulikana, unapokamatwa ni lazima ufanyaje? Urudishe kwenu. Na hata pale utakapoenda kufikia, iwe ni hoteli au kwa mtaani, lazima ijulikane ni nyumba gani unayokaa. Mwenyekiti wa mtaa ule lazima akujue huyu kama ni mgeni. Tunaongea sio sheria zetu. Lazima mwenyekiti ajue huyu mgeni amefika. Na hata kama ni ndugu yako lazima ukamripoti kwa mwenyekiti, kwa sababu ya kuweka hali ya usalama iwe vizuri, yeye awe vizuri, lakini pia na nyinyi mwishi naye vizuri, atambulike. Sasa hili kundi la Makureshi likaenda kuonana na mfalme Najashi. Walipofika pale wakamwambia, bwana, kuna kundi
kurudisha. Mfalme Najashi alikuwa ni kiongozi mwadilifu na kiongozi ambaye amesifiwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani awe mtu ambaye si mwadilifu, lakini uadilifu wake ukadhihirika wakati hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajamuona, uthibitisha kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu na maneno yake ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kupata hayo maelezo, angelikuwa kiongozi mwingine angewatimua, lakini sifa kiongozi mwadilifu anasikiliza pande mbili. Kuna kiongozi leo ukienda wewe ukampelekea malalamiko, kwa kuwa ndio wa kwanza ndio umeshinda, na yeye amepelekea suri idara fi muassasati al-islamiyya, kuwa na idara ngumu katika taasisi za Kiislamu. Yaani mtu anakuleta malalamiko, basi ndio wa kwanza huyo, na mwingine anatumia nafasi yake ya umashauri na wadhifa alionao na nguvu za kiuchumi alizonazo akuletea mashtaka. Wewe kama kiongozi unamwonea aibu kumweka sawa, anashinda yule ambaye hastahili kushinda kwa sababu ya umaarufu wake na umashauri wake na uchumi wake, lakini ananyima haki mwenye haki kwa sababu ya ufakiri wake na unyonge wake. Sasa Mfalme Najashi akawauliza, akamwambia, mnaweza mkaniambia sababu zilizowafanya wao wakimbie? Wakamwambia, kitu cha kwanza kilichowasababisha hawa watu wakimbie, liannahum farraqu dinahum, kwamba wao wameachana na dini yao, wa dinu abaihim, na dini ya wazazi wao, wajau bidini jamii, na wamekuja na dini mpya ibtadauhu, ambao wao ndio wameianzisha kwa matakwa yao. Takhtalifu an dinina, inatofautiana na dini yetu. Ndio hivyo aya wote. Akatumwa mjumbe maalum kutoka kwa Najashi kuja kwa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo walipofika, kwa maana kuna mmoja anaitwa Mfalme Najashi anataka kuwasikia mmeingia katika nchi yake na mmekimbia katika nchi yenu, kwa hiyo anawaita mwende mkaonane naye. Yaani tunasema leo al-mufawadat. Mufawadat ni majadiliano ambayo yanapatikana katika masala ya kidiplomasia. Kwa majadiliano na diplomasia ndio njia pekee ambayo huwa inatatua matatizo yote bila kumwaga damu, bila kuleta madhara kwenye jamii wala mauaji. Sasa Najashi akawa amewatumia mjumbe. Baada ya kuwatumia mjumbe, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, sahaba mkubwa wa Bwana Mtume Muhammad, ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa msafara, hakwenda yeye mwenyewe. Watu wengine ushakuwa kiongozi, unataka uende wewe, kama tena ya mfalme utakwenda mwenyewe. Hata akija rais yako utawakimbia mpaka wenzako, utakwenda wewe. Na tutumika, utavana joho kali, utanukia uzuri hata kama ulikuwa haunukia uzuri. Sio tabia yako kunukia uzuri, lakini utataka upige kwa fimka. Ili ukifika pale rais aone Yesu huyu ni kiongozi. Hata wanasiasa wetu, yuko na mbunge leo au mkuu tayari, unatetemeka, unakwenda umeuvaa kweli kweli. Lakini Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, masahaba walioshiba malezi na maadili, adabu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamteua kaka yake Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Jaafar
ibn Abi Talib, akamwambia nenda. Kipindi hicho Jaafar ibn Abi Talib yeye ndio mutahaddith rasmi lilmuslimin, ndio mwongeaji wa Waislamu kwa wakati huo. Tuseme tofauti na sasa kwamba kila mtu anataka aongee kuhusu Waislamu, kila mtu. Hata nafikia mahala sasa siku yenyewe tunaitia nazi, sababu Waislamu hawajui wakati wapi, hawajulikani wako juu, hawajulikani wako chini, hawajulikani wako kulia, hawajulikani wako kushoto. Masala ya umma yote lazima yawe na mwongeaji mmoja. Masala yote yanayohusu jamii lazima yawe na mwongeaji mmoja. Sio kila taasisi inapaswa kuongea masala ya jamii au ya umma, hapana.